Sisi ni Coco Barazani. Ukifika muda huu tunazungumza masuala ambayo yanakuhusu wewe Mkenya wa kawaida kama mimi, na ni vipi tunaweza tukasonga mbele, na tukiweza hapa na pale tunaleta wageni. Na hii leo mgeni wetu wa leo sio mwingine ni Mheshimiwa Robert Watene, ambaye ni kiongozi na pia anataka kututoa katika lindi la matatizo hapa nchini kama kinara ambaye anataka kuwania uraisi 2027. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Unaendeleaje? Salama kabisa. Nimefurahi sana kukuona asubuhi ya leo. Nashukuru. Na tumefurahi pia kukubali mwaliko wetu. Thank you. Manake sio kila siku candidate wa uraisi tutampata. Haya. So karibu sana ndani ya Coco asubuhi. Kwa kifupi tu naomba utueleze Mheshimiwa Robert Watene ni nani? Mheshimiwa Robert Watene ni Mkenya. Na napenda kujiita Mkenya kwa sababu mimi sidhani kuna mahali sijaishi Kenya. Nikiwa mdogo nilijikuta kule Asumbi ni South Nyanza huko Homa Bay. Huko ndio nilijielewa, kisha nikajikuta niko Kakamega, niko Meru. Nilikuwa mkubwa kidogo secondary, nikaenda Machakos. Nikasomea huko mpaka A level. Baadaye nikajikuta University of Nairobi. Baadaye nikajikuta Mombasa kabla ya kuondoka kwenda masomo ya juu kule Sweden na nchi zingine huko. Baada ya hapo nimesettle Mombasa miaka 35 sasa. Kwa hivyo mimi hapa ni nyumbani. Ndio. Wakati uko masomoni nchi za nje, ndio, tofauti ya masomo ya hapa na nje ni gani? Iko tofauti kwa sababu masomo ya nje wana focus na problem zao zile watasolve. Ukiangalia ile curriculum yao ya masomo vile imetengezwa vile mtu atasomeshwa kusolve problem ya kwao. Sasa unakuta hata wasomi sana kama sisi ati mpaka uende university. Wengine akifika grade 9 kama Sweden tayari yuko kule industry atengeza magari, mambo kama hayo. Kwa sababu alifunzwa skill fulani ambayo imemwezesha kupata kazi straightforward. Tofauti ya kwamba hapa kwetu masomo yetu bado yamekuwa ni yale ya uzunguni, a lot of theories na vitu ambazo hazituhusu. Tunasoma sana mambo ya nje badala ya mambo ya ndani. Na hapo ndio unaona watu wengi wanasoma, anamaliza university, akitoka nje hana kazi. Na hana skill ya kujisaidia kutengeza kazi, most of them. Na ndio unaona tuna hiyo shida ya employment sasa. Otherwise tukitengeneza curriculum yetu vizuri kwa history na theories, the cram kind of a setup than practicals ambayo ina actualize your next move katika maisha. You are right. Na ndio unaona katika masomo ya Kenya mitihani ndio muhimu zaidi. Examination. People focus on exam. Passing the exam. So kivyako nadhani CBC haifanyi? CBC ni mfumo mzuri sana ukiangaliwa vizuri. CBC ni mfumo mzuri sana, maana unaangalia ni kama ule wa TVET ambapo unasoma skill, lakini mpaka usafishe ukuwe focused. Kama vile unaenda polytechnic unasoma plumbing, ukimaliza plumbing unaenda kazi. Na hata kama sikuajiriwa unajiajiri mwenyewe. So CBC inataka hizo skills. Sisi tulikuwa tunataka CBC ambayo hata football as a game inakuwa subject in school. Unafunzwa kutoka grade 1 vile football yachezo kama kule Germany wanafunzwa football all the way to university. Na sasa it's a system iko katika curriculum. Na niona most of the big clubs ziko Europe. Mbona sisi hatuna clubs in Africa? Because we don't focus on training people on a serious note from when they are young. So we need to look at CBC na tuangalie skills za watu. Kuna watu lawyers watasoma, madaktari, lakini kuna wengine wa kazi ya mkono kama football na mambo mengineyo. So tuangalie uwezo wa mwanadamu, then we focus on strengthening that ability. Mheshimiwa, pila zako 6 ni gani?
za uongozi? Mimi hata umeniuza pila 6 lakini niko na 9. 9. Naomba tuzitaje ili tujue tunaingilia zaidi upande gani. Mimi kama mwananchi wa kawaida nimekaa nikafikiria sana, nikaona kuna mambo mengine tusipoyafanya hakuna siku tutaendelea. Kwanza ni chakula ya tumbo. Tuko na shida ya chakula ya tumbo, na utasikia mara hakuna unga, mara hakuna nini. Hii chakula tunataka tuangalie ni vipi tunaweza kuwezesha Wakenya wote wao wakipata chakula kila wakati. Food security na sio ugali na sukuma wiki peke yake. A balanced diet. Tunataka tuwe na samaki available, fish which we can afford. Tunataka tuwe na matunda available which we can afford. We need our citizens to be healthy, tupunguze mambo ya magonjwa na watu wawe na afya nzuri. So chakula, mimi food security, hiyo ni priority number 1 yangu. Number 2 ni maji ya kunywa, fresh water. Okay, some of us may take it for granted kwa sababu you're able to go to the supermarket and buy water dispenser, maji kwako unaona kawaida. Unajua ni watu wangapi wanateseka na maji? Even in the city there are people who continue drinking maji ya borehole, ya kisima, and they are used to that, ya kwamba hayo ndio maji ya kunywa. Kuna wengine hata kupata hayo maji wanaenda kilometers and kilometers to get water. Now si ati hatuna maji tunayo sana, lakini hakuna mtu ama kiongozi kwa serious kuavail yale maji. Kwa mfano kama hii pwani yetu tuna hii bahari. Are you aware tunaweza safisha haya maji ya bahari na yakawa maji fresh ya kunywa? Unajua imefanyika na inafanyika. We can be able to bring machines, tutengeza haya maji yote, tunayapump kwa mapipa makubwa, and then we supply. Na yale maji yanatakikana ikuwe free, siuzwe maji. Maji wanasema ni wapi? Sasa mtu hana maji safi ya kunywa, sasa unasema kitu gani? Magonjwa. That's why we have so many sick people in the hospital, because they don't have fresh water. Now waterborne diseases siko juu sana. So that's the second slide. That is the second slide, and I want it to be everywhere in Kenya. Okay. To make sure hata kuna rural areas watu wana mfereji amewekewa mpaka kwake pale, iwe full time there is water. Okay. Yes. Okay. Kuna hili jambo ambalo ni Medicare. Health sector. Okay. We have made it very expensive for Kenyans to access health for no good reason. We have made it very expensive. We have complicated everything, and we could have simplified everything to make it easier. Naomba ongea Kiswahili kwa sababu kuna wasikilizaji wetu ambao wana prefer Kiswahili. Yani tumefanya alafu karibia kidogo tu mheshimiwa. Haya, mambo ya hospitali, mambo ya matibabu tumefanya yawe magumu sana kwa wananchi wengi. Na si sawa. Sasa hiyo kaenda hapa General Hospital utakuta queues. Tunakuambia nimekuwa hapa siku 2 sijaonekana na daktari. Why should we do that? Kwa nini tusifikirie tufanye kama vile tulifanya devolution, tuende tuangalie katika vijiji, unaangalia huko kwa vijiji, unaangalia ni watu wangapi wako huko. You build even if it is a tent. Then you get every day you get a clinical officer, some 2 nurses, a lab technician with an ambulance inafuata watu kule. Lakini kuna dispensaries vijijini ziko, lakini hazijatosha. Okay. Hazijatosha, na pia madawa uangalie hakuna. Okay. We want to bring this, tunataka kuleta hii huduma karibu na mwananchi kabisa. Kitu ya kwanza kusave time, kwa sababu watu wakienda hospitali wanapoteza wakati mwingi sana. Ya pili kuelewa watu wako vipi kiafya, kwa sababu zaidi na kwenda kutibu watu tunatakikana pia tuwe na watu wanatembelea manyumbani. Kunao community health promoters. Yes, kuhamasisha watu mambo ya mosquito, malaria, mambo ya cleanliness, tuache magonjwa. Hiyo inaitwa preventive. Na ikifanyika vizuri hata hospitali watu watakuwa ni wachache. Tutapunguza curative kabisa. Alafu hii iwe ni free, serikali ina provide. Okay, namba 4. Namba ya 4 kuna mambo kuna mambo na masomo. Okay, education na hiyo nimesema nikazungumzia kuhusu haya masomo. Hatuko sawa hata kidogo. Tunatakikana masomo iwe right ya kila mtu, yani iwe haki ya kila mtu.
Na haya masomo kutoka hiyo grade 1 mpaka university serikali igharamia hayo masomo, so free, na inawezekana sana. Utatuambia namna gani? Namba 5. Namba 5, nafasi za kazi. Watu wengi hawana kazi ya kufanya, na si ati wataki kufanya kazi, hakuna nafasi. Okay. Yes. So utatuambia utabuni nafasi za kazi namna gani? Kabisa kabisa. Okay, namba 6. Namba 6 kuna mnyama mmoja anaitwa corruption. Lakini napenda nimgawanye mara mbili. Wa kwanza anaitwa wizi ya mali ya umma. Alafu huyo mwingine ndio huyo mambo ya hongo na vitu ndogo ndogo hizo. Okay. Sasa huyu mambo ya wizi wa mali ya umma, huyo ndio dogo sungu na tutashughulikia kabisa. Yes. 7. Namba 7 kuna hii mambo ya tribalism, ukabila. Ukabila ni kitu kibaya sana. Inaweza fanya ujichukie, inaweza fanya mpigane, muuane, na tushaiona ikifanyika. Hii ni mpaka tumalize. Okay. Tuna mikakati ya kufanya hivyo. Okay. Yes. Hilo lingine la 8 ni mambo ya security. Okay. Ukilala ukiamka shukuru Mungu. Kuna wengine hawezi fanya hivyo. Kuna sehemu zingine huwezi pita asubuhi, kuna zingine huwezi pita mchana, na tunahakikisha kwamba hiyo tutashughulikia. Nitawaambia vile tutaifanyia hiyo. Okay. Alafu ya 9 hiyo ni mambo ya governance. Okay. Governance, uongozi umekuwa si sawa. Kama uongozi ungekuwa sawa, tungekuwa nchi imeendelea sahihi. Lakini uongozi wetu ni mbaya kutokea independence mpaka sasa, hatujapata uongozi bora. Okay. Kwa hivyo hiyo tunataka tubadilishe hiyo pia. Msikilizaji, ndani ya studio tuko na Mheshimiwa Robert Watene ambaye kiongozi na pia zaidi anatafuta sana mabadiliko ambayo yanafaa kufanyika humu nchini. Kivyake anasema kwamba kuna vitu ambavyo haviendi sawa. Na umezungumzia mheshimiwa kuhusu swala la security. Naam. Nikigusia hapo kwa security tukiendelea, wakati wasikilizaji watakuwa pia wanauliza maswali yao. Naam. Sisi tutakuwa tunatupia pia maswali yetu hapa na pale. Ndio. Sasa hivi nchini kuna refugees wengi sana. Naam. Wakimbizi ni wengi kutoka nchi jirani kwa sababu ya mapigano ambayo yanaendelea katika nchi zao. Kakuma ni refugee center kubwa kabisa Afrika. Yes. Na imekumbwa na matatizo mengi sana. Unawezekana kwamba unajua labda idadi ya watu ambao wako Kakuma sasa hivi na jinsi gani wanaweza wakakaa na amani pale, na pia distribution yao ifanyike vizuri, na pia security iwe bado imetiliwa mkazo. Hiyo ina changamoto kubwa kwa sababu lile si swali la Kenya peke yake. Unajua refugee United Nation inachangia zaidi. Okay. Na sisi hata tungeomba amani kwa nchi zao warudi makwao, kwa sababu wengi wameliki mambo mbaya kama silaha na mambo kama hayo. Kwa hivyo pale kama hiyo refugee camp inatakikana ikuwe security ikuwe very tight. Na wengine wamesniki na wakaingia mpaka nchini wakaanza kuishi huku. Sijui kama ni kusaidiwa ama they are very smart, lakini si sawa. Pale inatakikana wasikuwe encourage sana kukaa pale. Kuwe kunaangaliwa nchi ikipata amani, watu warekeshwe makwao. Kama sasa wa Somalia hawapaswi kuwa pale sasa. Nchi yao imetulia kidogo. Wanapaswa warudi kwao wakashughulikie nchi yao. South Sudan wanataka pia nao serikali ziketi chini na wao pia washughulikiwe warudishwe kwao. Refugees hao. Refugees wale. Okay. Hatutaki kuwaweka sana. Maana wengine wamekuwa mpaka wanakuwa kubwa pale. Ndio hiyo, kuna wengine walifanya kule kuwe nyumbani. Na hao ni makosa. Wengine walikuwa wanataka kukimbia sasa wasirudi kule. Wanatafuta opportunities hata wakiwa pale vile wataenda nchi zingine kama Sweden, kama Norway, na huwa inafanyika. Naam, lakini pale mpaka security iangaliwe sana, wala watu kama ni kukaa kwa hicho kijiji wakae tu kwa kijiji, ndani ya kijiji. Okay. Naam. Kidogo tu kwa maybe a follow up. Kiti cha urais, ndugu yangu, rafiki yangu, mkubwa wangu, Bwana Watene. Naam. Kiti cha urais inamaanisha kwamba tayari umekwisha nyoosha mabawa.
Naam. Foreign diplomatic Yes. relations ni key kwa taifa lolote lile. Naam. Ukizungumzia hawa watu wanafaa kwenda kwao, wametafuta kitu inaitwa asylum. Naam. Right? Yes. Hapa Kenya inamaanisha kwamba kule kwao kuna mzozo, kuna shida, na ndio maana yake kwa hapa. Kakuma is one of the biggest refugee camp not only in Africa but in the world. Yes. Kila mtu anakuja kuangalia tunafanya nini pale. Yes. Do you think as a presidential hopeful Kenya tumefaili kuweza kutengeneza nafasi ya kuhakikisha kwamba hawa wanaokuja kutafuta usalama, manake ni kama taifa tuko na usalama. Tumefeli kutengeneza port ama nyungu ya kwa accommodate ili wewe useme kwamba rudishwe kwao wanakotorokea masala ya usalama. Hautakuwa na mtu anatoroka kifo alafu unasema sasa hivi arudi kwenye kifo. Sasa mambo ni mazungumzo. Je, wajua kuna idara zingine zinatengeza pesa nyingi sana kwa sababu ya hiyo Kakuma? Mfano? Wangependa Kakuma ikae pale. Mfano? Na wangependa Kakuma ikae pale ndio aendelee. Juzi umemwona President Trump akipiga kitu inaitwa US8. Kwa sababu ya ile corruption iko ndani pale. Unaona zile allocation ya pesa zimeweka, zimeenda. Pale hakuna maraika. Kuna wale watu wanajua refugees wakiwa hapa, we are very comfortable, we are going to get a lot of money. Mimi serikali yangu inatumia diplomacy. Tunaongea na yule rais wa ile nchi. Tunasikizana na representative wa UN, wanatuhakikishia kwamba wananchi wao watakuwa salama. Na wanapokea wananchi wao, si ati kuwafukuza. Ni tusikizane, maana hatuwezi kuwa na wao miaka nenda miaka rudi. Naam. Why do you think Kakuma still exists mpaka sasa hivi? Kakuma exists because now it is like a city. Kuna watu walikuja kama vile dadangu wamesema, wamezaliwa huko, wameoa huko, wamezeekea huko, wana biashara zao huko. Tena Kakuma ukiendelea kuna biashara nyingi sana kule ndani. Kuna maduka, kuna kila kitu. Mahoteli na kila kitu iko kule ndani. Kwa hivyo ile ni kama another city. We need to close Kakuma under your leadership. No, we don't need to close Kakuma because you never know what can happen. Sisi ni nchi ambao tunasemekana ni nchi ya amani na mpaka tuwapokee wale refugees, lakini tunataka tupunguze idadi ya wale wako pale depending na amani kwao. Okay. Ndio. Do you have a figure? Ni idadi ya wakimbizi wangapi? Ile sina kwa sasa. Okay. Mheshimiwa unafaa kung'ang'ania urais. Nang'ang'ania urais lakini ile sina kabisa, maana kulikuwa na mambo yaliendelea pale. Na unamkumbuka kama uongozi uliopita. In fact walikuwa wanataka kufunga Kakuma. Anita, chini labda niruhusu tu nimuulize swali hili maana keta tusaidia zaidi. Chini ya marais watano, Mheshimiwa Kenyatta, mwenda zake hayati, tumeingia Mheshimiwa Moi, mwenda zake, Kibaki, tukaingia Uhuru na sasa hivi Ruto. Unafikiria katika maongozi ya hawa viongozi watano, marais watano, ni nini ambacho wewe unaangalia wamefeli kuweza kukitekeleza kwa muda huu wote tangia tupate uhuru, ambacho unaona wewe sasa hivi ni muda wako mwafaka kuweza kung'ang'ania urais 2027 ili kuweza kufix hivi vitu ambavyo hawa viongozi watano wamekosa kutekeleza? Na iwapo wamefanya kitu kizuri, ni kipi ambacho unaona you will embrace going forward as a president if utachaguliwa mwaka 2027? Asante sana kwa hilo swali nzuri sana. Sisi kutoka enzi ya ukoloni kuna mambo yalikuwa yanatendeka. Wale colonial governors kuna vile yalikuwa yanawatekeleza. Rais wa kwanza alipochukua ushukani alifanya mabadiliko kidogo sana katika nchi. Na kuna makosa alifanya pale ambayo yamekuwa yakifuatwa na marais wote. Makosa ya kwanza aliyofanya, na ukisoma hiki kitabu kinaitwa Not Yet Uhuru, hapo ndio nilipata mimi, na Jaramogi Odinga, kuna wale maumau walipigania uhuru. Na ilikuwa sasa tukipata uhuru, wale wakitoka kwa msitu wapewa mashamba, wakuwe settled, waenjoy maisha. That was the intention. And I'm quoting Jaramogi.
katika hiyo kitabu chake. Not yet uhuru. Not yet uhuru. Okay. Lakini kulingana na Jaramogi ni kwamba mzee Kenyatta hakufuata hiyo line. Alianza kunyakua mashamba na marafiki zake, ikawa kwamba Jaramogi mwenyewe hana raha na hayo mambo. Na hiyo ni mambo ya kweli ya kwamba mashamba yalinyakuliwa kwa wingi, to a point where wengine ambao walitoka msitu hawakupata mashamba hata kule walizaliwa. Okay. Na ndio unakuta wengine wako Rift Valley sasa, wengine wako Mpeketoni, na si watu wazaliwa wa pale. Ni vile rushwa kwa sababu mashamba yao yalifanya nini? Yalichukuliwa na wabu wenyewe. Ilikuwa ni makosa makubwa sana, na shida ilianzia hapo. Katika uongozi wa Kenyatta. Katika uongozi wa Kenyatta. Okay. Swala la ardhi chimbuko la ardhi lilitokea hapo. Lilitokea hapo. Tuingia katika uongozi wa Moi. Uongozi wa Moi hamkusikia alisema fuateni nyayo. Kwa hivyo mzee Moi alikuwa amestadi vile Kenyatta anafanya kazi, na yeye akafuata nyayo. Shida ni ile ile. Na ikawa hata ni zaidi ile sasa, pale kukaingilia na ukabila wa hali ya juu. Okay. Sasa ikawa ya kwamba watu wanaangaliana kikabila, na hata resources zinagawanywa kikabila. Ikawa miaka 24 tulikuwa na uchungu mwingi sana. Okay. Kiangalia kama mashule yetu Pwani, Shiboratawa, Matuga zilikuwa shule kubwa sana. Lakini katika ule uongozi zilirudi zero. Okay. Imekuja kufufuliwa na uongozi mwingine wa tatu. Uongozi wa tatu? Uongozi wa tatu wa mzee Kibaki. Mzee Kibaki aliingia na changamoto zake za magonjwa, lakini yule mzee alikuwa na intention nzuri sana ya kusafisha nchi, na alitengeza economy to a point where hata mambo ya madeni hatukuwa nayo. Alitumia resources zetu za nchi kuendeleza nchi. Akiangalia project akiona hiyo ina uzito sana, anasema tulia. Okay. Hiyo hatutafanya. Miaka yake 5 alifanya kazi nzuri sana, na mpaka wa leo hizi boda miaka 10, miaka 5 ya kwanza. Okay. Hata hizi boda unaona huku kwetu hakukuwa na usafiri kabisa. Tulikuwa na tabu sana kuingia vijijini. Lakini mzee Kibaki ndio alikuja na hizo pikipiki. Okay. Na unaona usafiri umekuwa rahisi. Okay. Ame create employment to the youth ambao wasai they could be loitering. Okay. Alafu akafungua economy vizuri sana, na nchi ikawa safi. Lakini nakumbuka katikati ya pale election ya pili kulikuwa na vurugu na kulikuwa na vita sana, watu walimwaga damu. Lakini hata hivyo alisukuma na akaleta the new constitution. Okay. Na akamalizia vizuri. Okay. Kwa hivyo mzee Kibaki naweza sema alijaribu, isipokuwa ni hiyo vurugu ya pale ya election. Alijaribu kutengeza nchi. Uongozi wa 4 wa Uhuru? Uongozi wa Uhuru, tuseme Uhuru aliingia na nia nzuri sana, lakini kumbuka aliingia na changamoto ya kesi kule ICC. Wakiwa na mwenzake makamu wa rais wake. Lakini intention yao ilikuwa nzuri. Kwa sababu mimi wacha niangalie yote vile iko. Kimasomo unakumbuka watu hawakuwa wanatabika sana. Mambo ya afya watu hawakusumbuka, mpaka kukawa na linda mama, wajawazito walikuwa wanaingia hospitali wanajifungua bure. Vijana, kazi kwa vijana ikawa iko. Alafu zaidi na hiyo infrastructure. Hatujawahi jenga mabarabara mengi kama vile imejengwa na uongozi wa Kenyatta. Hata hapa kwetu Pwani tunajivunia. Sababu kama sasa nimetoka Mombasa mpaka hapa nataka 45. Haingewezekana. Lakini sasa inawezekana. Pale Kibarani unakumbuka kulikuwa ni shida. Saa hii unakuta ni 6 upande ule, ni 6 upande ule. Hauwezi chelewa na kuchukua ndege. Amejaribu katika upande wa infrastructure. Lakini corruption ilizidi wakati wa uongozi wake. Okay. Yes. Uongozi wa Mheshimiwa Ruto tunakwenda miaka 3 sasa hivi. Rais wangu Ruto alituhurubiria mambo mazuri sana, na tukampokea vizuri sana. Tukijua ni mtu wa kutoka chini, na akatuambia bottom up, na tukamsupport kwa roho moja. Na watu wakasema bas tumefika. Sasa mimi sijui kilichoendelea wakati alichukua ushukani, ni kama alisahau bottom up ama ilikuwa vipi. Imekuwa ni tabu kubwa katika mambo ya ushuru, umekuwa juu. Alafu mambo mengi yanafanyika bila public participation, kama haya ya manyumba. Watu wengi hawakutaka, lakini ilisukumwa tu hivyo, ilisukumwa tu. Kwa hivyo kuna changamoto mpaka dakika mwisho. Umeona vijana wetu hawa Gen Z
wameanza kuleta vurugu mbaya kabisa ambayo kidogo ingekuja iangushe nchi. Tatu Igongo le mwendo wa saa 2 asubuhi. Nambari zetu za simu zipo wazi. Ndani ya studio tuko na Mheshimiwa Robert Watene ambaye ni mgombea wa urais 2027. Ametuambia pila zake 9 ambazo atazifanyia kazi endapo atapewa nafasi hiyo. Na tumeuliza maswali yameyajibu. Muda ni wako. 0723989989. Hello kwa asubuhi. Hello kwa asubuhi. Vipi? Ni Brian Kilifi hapa Msufini. Karibu sana Brian. Sasa mimi naulizaje mheshimiwa? Hao viongozi wenye wako kule mbele wenyewe kuna wanatuumiza. Lakini sasa na mbinu gani ya kuwaondoa? Maana wale wamekuwa ni kama sasa ni wazito. Mimi naona kama ni wazito. Sasa na mbinu gani labda amejipanga aje kabineti yake? Ili kuwaondoa pala. Naona kama ana misuli kweli ataweza kuwaondoa, maana yeye mwenyewe kinankashagwa huko mbele. Kinanga Matiang'i wako huko, kinanga mheshimiwa nani Ruto. Okay. Sasa tutumie mbinu gani ili aondoe? Maana Kenya tunaona saizi yani kila mtu anachukua tuko mabavu. Asante. Hilo ni swali la kwanza. 0723989989. Mbinu gani ambayo utaitumia kuondoa wale watu ambao wapo serikalini? Maana kuna wengine wako serikalini, serikali zote. Hello kwa asubuhi. Anita Fansuri. Lukaku kwa kifupi naomba ulize swali. Muko salama hapo studio? Kabisa. Haya, mimi ningeenda kwenda moja kwa moja kwa sababu swala la urais si swala dogo nataka tumwambie mheshimiwa kwa sababu yeye ameona huo uovu. Je, ajapoingia labda ni kwa muda gani anaweza kutekeleza? Kwa sababu ajue wananchi wanapoona kwamba bado vitu zinachelewa kwa sababu Kenya ni kubwa, bado wananchi watapiga kelele. Atadhibiti vipi wananchi kwamba wazime wananchi watulie ili wapate vitendo kwa wakati? Swali lengine lenye nataka kwenda kwa mheshimiwa. Niliona jana kule Trump ameanzisha akaunti yenye inaitwa Trump, ambayo itakuwa ni kila mtoto atakayezaliwa atakuwa anaekewa dola 1,000 kwa akaunti yake ili ajapofika miaka 18 awe na uwezo tayari. Je, analichukuliaje kwa hili? Kwa hili linaweza fanyika hapa Kenya kwa sababu yeye anagombea urais, na je kama linafanyika anaweza fikiria mbinu gani ya kuhakikisha kwamba na yeye analeta mfumo kama huo ili angalau tukizao watoto wetu tunajua wanaweka pesa kabisa ikifika miaka 18 wanaanza wakiwa wako vizuri. Tuko pamoja. Asante sana Lukaku, huyo ni tuk driver. 0723989989 nambari zetu za simu. Kama una swali lolote kabla tufunge maswali tujibu maswali. Hello kwa asubuhi. Hello Koko. Vipi? Baroko. Niambie fresh sana hapa kutoka Vikingo. Karibu. Andrea. Dadangu bwana huyo hakuna kitu anazungumza. Bado wembe ni ule tu. Hata si wakati tu. Watu ni wale wa roho tu wote ni wao. Kwa lazima upigania maisha yako na familia yako tu. Ukisema kuangalia hakuna kitu. Okay. Hata kubembeleza kishapata bado mambo ni yale. Okay. That is the level ya watu wamepoteza imani kwa viongozi, either walioko serikalini na wale wanaopania kuingia kwenye serikali. Naomba nichukue simu ya mwisho alafu tujibu maswali. 0723989989. Jaribu tena. Naomba tujibu. Chukua hiyo ya tano. Jaribu tena jamani. Unapopiga simu tafadhali kuwa mwepesi na mfupi wa maneno. Jina lako na swali lako kwa kiongozi wetu. Only 0723989989. Hello kwa asubuhi. Yes, hello Koko FM. Vipi? Pole, jaribu tena. Kuna maswali matatu Anita. Kuna Brian kutoka Misufini. Kama tunaweza jibu haya matatu kwanza. Hawa watu watatu alafu tuendelee kupokea simu. Muuliza mbinu za wale uongozini tayari. Ndio. Haya, asante. Na political flexibility chama vipi? Wajua sasa mwananchi mpaka afahamu ya kwamba uongozi yedi anapeana. Na akichagua kiongozi mbaya atahangaishwa. Hawa watu ni saku wako katika position hiyo na wanajua ni kwa nini huwa anapigania.
na ndio wakiwacha huyu wanataka huyu achukue hivyo hivyo, na ndio tumeendelea na uongozi mbaya Kenya. Sasa shida ni nani? Shida si wao, shida ni yule anapiga kura ambao ni mwananchi. Na ndio mimi nimeanza kuongea na mwananchi ajifahamu ya kwamba yeye ndiye boss wa Kenya hii. Hiyo shinda anayoipata aifahamu anaipata kwa sababu ya uongozi mbaya. Tubadilishe uongozi wa nchi. Otherwise tusipobadilisha uongozi, tusipoweka wale kando, tutatembea miaka 50 na hii shida. Umejipanga namna gani kuhakikisha kwamba unawabandua? Maana wao wamejipanga kivyama, kiwafuasi na kifedha. Wewe umejipanga namna gani? Sasa hiyo ni mtindo na ni kawaida ya pesa kupeana, kutengeneza vyama, kununuana na mambo kama haya. Lakini sasa hii mawazo ya Kenya yamebadilika. Umesikia huu mzee wa vipingo vile amesema? Ame lose faith. Hana imani tena. Unaona sasa? Kwa nini hana imani? Kwa sababu yeye pengine ni mzee, ameona huo uongozi wote wa hao marais wote akaona hajafaidi chochote. Okay. Yeye pengine yeye anaenda kwa mijengo, anajisaidia yeye na familia yake, which is very wrong. Kufa imani namna hiyo ni vibaya sana. Hii tutaitoa vipi? Tutahakikisha ya kwamba pesa zije tuchukue tule. Tusikize hizo story zote, lakini tukienda pale kwa debe, tubadilishe katika vote zetu. Tubadilishe hawa watu wote, tunawajua wale watu wote vile wako, tuweke upya, tuanze mwanzo mpya. Wajaribu mtu ambaye hajawahi kuingia kule, angalie kama ile keki yao italindwa vizuri. Nafikiri pia Brian alitaka kujua umejipanga namna gani, kwa sababu kuna yale mahitaji ya IBC kabla hujangangania wa urais. Lazima kuwe na a certain number ya signatures ambazo uko nao, lazima ukuwe na chama. So wewe umejipanga namna gani? Mimi kwanza sina chama, mimi ni independent candidate. Okay. Mimi siendi na chama. Na utaingia chama yoyote? Na sitaingia chama yoyote. Ni yule mwanasiasa ambao atasikia sera zangu ni nzuri, atakuwa anakuja mikutano yangu kujiunga na mimi, kwa sababu wananchi kweli watanifuata mimi. Na ununui mtu yoyote? Si nunui mtu yoyote. Na upeani pesa yoyote? Na sitaki hata kupewa pesa na wale wanahonga watu ndio wapate policy baadaye. Signatures utazipata namna gani? Wananchi wenyewe watanichangia na watanisupport kwa sababu wameanza fanya hivyo. Okay. Signature itakuwa ni rahisi kwa sababu network ni nayo kubwa sana. Okay. Naam. Swali la Lukaku. Lukaku amesema utukupe muda gani ukishaingia tuone mabadiliko. Mimi governance yangu itakuwa tofauti sana. Okay. Governance yangu itakuwa ni wananchi. Public participation itakuwa ni muhimu sana. Hakuna mambo yatafanyika bila wananchi kukubali. Wananchi wanawekwa kwa muda wa kutosha, wajadiliane, waseme hiyo ni sawa, tuianzishe. Namba 2, CS wangu ama wale wa mawaziri wangu hawatakuwa wanasiasa. Watakuwa professionals ambao wamehitimu. Kama ni wizara ya afya itakuwa ni madaktari na PS wake. Mambo ya agriculture watu wamehitimu agriculture na PS wake. Mambo ya masomo educationist na PS wake hivyo. Ndio sasa tuwe tunaelewa ni kitu gani tunafanya. Maana wale wamesomea wafanye kazi ambazo wanazielewa. Na hapo ndio nchi yetu itaweza kwenda mbio na hizi pillars utazipata haraka sana zikitekelezwa. $1,000 kwa Trump kwa watoto ambao hawajazaliwa. Hata hilo limekuwa katika mawazo yangu. Kuna savings zinatakikana kila mtoto afanyiwe atakizaliwa, na hilo ni wazo nzuri. Na ndio nimekwambia mambo ya public participation. Wananchi wa Kenya they are very intelligent, watu werevu. Umesikia huyo amekuja na hiyo idea, alisikia mahali. Tukiichukua, which is a very good idea. Hata kama ni 100, hata kama ni 1,000 unawekea mtoto pale kama serikali. Ule mtoto akiwa mkubwa hata akitaka kutafuta mambo yake anaweza. Ana account yake tayari. Hayo sasa ni mawazo mazuri sana ambao tutakuwa tunayasikiza kutoka kwa wananchi. Mjibu Athman wa Vipingo anasema wanasiasa ni wale wale. Wewe ukiingia kama rais tayari wewe ni mwanasiasa. Huyo mzee nimemsikiza ndani ya roho yake amekufa moyo, na si yeye peke yake. Ni wengi wamekufa moyo, maana wamesikia mambo mazuri, maneno matamu yakizungumzwa, lakini wakati wale wanachukua viti wanasahau. Wanaenda kujitajirisha wenyewe. Hilo ni jambo lilifanya mimi niwanie urais wa Kenya. Unasema ukiingia mwananchi atasikizwa kwa sana. Hili ni swali, alafu tutachukua simu moja tu. Mwananchi atasikizwa kwa sana.
ni mwananchi ndiye atakuwa akiongoza nchi ama ni wewe utakuwa ukiongoza nchi? Nataka nikusaidie kitu kimoja. As a president. Unaongoza akina nani? Wananchi. Sasa kama uongozi vile unataka, utakuwa unaongoza nani? The buck stops with you. You see now, it stops with me, Yes. but we have to agree with the ones I'm leading. They are my bosses. So akisema tuende left, mnaenda left. Itategemea. Leadership, wewe mwenyewe kama rais lazima uongoze taifa. Mambo, mikakati na mambo mazuri nitakuja nayo. Lakini sita force. Ni mpaka iende kwa mwananchi, wa discuss, wakubaliane. Mheshimiwa, ukiingia housing levy itabaki ama itatoka? Mimi mambo kama hayo sina. Maana mimi sikubaliani na hiyo. Kama ni nyumba, mimi nituende huko vijijini, wale watu hana majumba mazuri watengezewe manyumba yao. So hizi nyumba zenye zinatengenezwa sasa hivi utafanyaje? Utabomoa? Mimi sitabomoa. Waliotengeza wanajua sababu zake na wataendelea nazo. Okay. Naam. One more question kutoka kwa msikilizaji wetu. Eloko kwa asubuhi. Ladha ya pwani. Vizuri. Kwa kifupi sana kwa sababu ya muda mama. Mimi nina maswali matatu. Kwanza. Swali la kwanza. Mheshimiwa amesema, sitamuita mheshimiwa, nitamuita mwanasiasa kwa sasa. Amesema ya kwamba akiingia kwenye uongozi atahakikisha kwamba hakuna ufisadi, anamaliza ufisadi. Na tunajua kwamba ufisadi ulianza enzi zile, si alianza jana. Na wale watu wameingia pale wamejaribu lakini wameshindwa. Je, atatumia njia gani kumaliza ufisadi? Kwa sababu sasa hata unapata mwananchi wa kawaida wa Kenya ni mufisadi huku vijijini na kule msituni. Swali la pili. Yeye ndio huyo anataka uongozi, anataka urais. Lakini kitu cha kwanza ameanza nacho, ndio tukasema ni ukabila. Wajua Wasomali wameishi Kenya kwa muda mrefu. Na wengi wako na zile ID za Kenya. Na ni wapiga kura wa Kenya. Na wao ndio maybe wangekupigia kura, lakini leo hii wewe kabla ufike pale umesema ya kwamba watu wao watarejea makwao. Wewe unahakika nani atakupigia kura? Swali la tatu na la mwisho ni kwamba tuliangalia wewe wakati wa financial bill, kukawa na majensi, kukawa na mambo mengi, na wakasema wakapo wanataka uongozi wa vijana, na wakasema mara hii wanataka rais awe jensi. Lakini nikiangalia kidogo umri wako kiongozi ama mwanasiasa, wewe kidogo na majensi mbali na mbali. Na ukiangalia majensi ndio wengi na naona labda ndio watapiga kura. Unawatagani kwamba majensi watakusikiza wewe wakupigie wewe kura? Asante. Bado ni mwendo wa 2 asubuhi. Karibu tena. Ndani ya studio tuko na mgeni wetu Mheshimiwa Robert Watene ambaye anawania kiti cha urais 2027. Tumezungumza mengi, lakini kabla tuende break tulipata maswali matatu kutoka kwa Aisha wa Mnarani ama ametaka kujua mambo matatu kutoka kwa mheshimiwa. Karibu sana tena mheshimiwa. Asante. Swali la Aisha la kwanza alikuwa anaulizia kuhusu ufisadi, utaumaliza namna gani? Ukabila, jinsi ulivyosema kwamba wale watu ambao wako katika kampi ya Kakuma ufanye mazungumzo na viongozi wao, wachukue watu wao. Naam. Hilo ni swali la pili. Alafu na swali la tatu ni kuhusiana na umri. Maana sasa hivi hali inavyoonekana kwamba Gen Z watadominate upigaji wa kura 2027. Naam. Utawarai namna gani kuhakikisha kwamba kura yao unayo? Maana kulingana na Aisha umri pia na umesonga kidogo. Naam. Kuna hiyo swali la kwanza. Swali la kwanza la ufisadi. Ufisadi. Naam, mtakabiliana na ufisadi namna gani? Nimemsikiza vizuri yule mama dadangu give up. Anaona ni kama ufisadi hawezi isha. Lakini nataka nimwambie hivi, kuna nchi zimemaliza ufisadi completely. Nchi ziko hata Afrika, kuna nchi moja mimi naijua inaitwa Rwanda, hakuna ufisadi. Sasa wewe utatumia njia gani? Hili si jambo la kucheza nalo hili. Tusipomaliza ufisadi Kenya, tusahau na maendeleo kabisa. Mimi nataka huyu mwananchi huyu. Mwananchi, mimi nitatoka na sheria zangu. Alafu nimuulize mwananchi, wewe mwananchi waonaje? Tufanye nini na hao watu? Kwanza wale wanaiba mali ya wananchi, mali ya umma. Wale unasikia bilioni fulani zimepotea, milioni fulani zimepotea, na tunajua ni kina nani. Hawa unataka tuwafanyie nini? Public participation. Wakenya wote waseme ni kitu gani wanataka
wale wafanyiwe. Wewe utapropose wafanyiwe nini kwanza kabla kuuliza Wakenya maoni yao? Mimi nitapropose punishment, kwa sababu kulingana na zile nchi ambazo nimepitia, punishment ya ufisadi huwa iko juu sana. Kama kule najua ni kwamba kuna moja, ukipatikana na huo ufisadi hakuna mambo ya bailing, lakini miaka 7 ndani, na mali yako pia itachukuliwa na ikuwe auctioned, ubaki zero. Hiyo ni moja. Kuna wengine kama China ni kinyongo, natiwa kitanzi, haya mambo yanaisha, na ndio unakuta hizo nchi sasa hakuna kitu kama hiyo. So kuna proposals kama hizo, na ndio pia unaenda kwa wananchi unawauliza, kuna zingine ambazo mnajua tunaweza tumia, maana hili dola sugu ni mpaka tulimalize. Sasa wananchi wakipitisha pale, itaenda kwa wabunge, sheria iundwe. Lakini unajua kama taifa tuko na sheria za kukabiliana na ufisadi. Ziko, lakini mbona hazifanyi kazi? Okay. Hazifanyi kazi. So una introduce kinyongo kwa wafisadi na una introduce I propose jail time. Mimi si introduce, I Una propose naenda kwa wananchi. Jail time without bail. Yes, wananchi ndio wataamua kile wanataka, itawekwa katika sheria, itapitishwa kwa bunge. Mimi nikiona ni sawa nitatia kidole, itakuwa sheria. Sawa. Naam. Swali la pili. Ukabila. Mambo ya ukabila mnajua ni mbaya kabisa na imetusumbua sana. Na kama huyo amesema mambo ya Somali, atafautisha baina ya kuna Wasomali wa Kenya. Na hao ndio wale Wasomali wana ID na wana vote Kenya. Lakini wale wakakuma, wale ni refugee, wale si wa Kenya, hawana haki ya kuvote. Hawezi pika kula hapa kwetu Kenya. Kama ni Wasomali kwao, Sudan kwao. Kwa hivyo ile kitu iko ni kwamba Wasomali wa Kenya ni Wasomali ambao wako na right kama wengine wa makabila wengine ya kuvote. Ukabila sasa, hapa kwa ukabila mpaka tuzungumze na wananchi, kwa sababu tukiendelea kukaa vile tumekaa, hawa wanasiasa wanatuignite kidogo. Unasikia hiyo kabila imekuwa ignited, inakuwa ya kwamba inachukia kabila nyingine, wanasa vita. Sasa nataka tuzungumziane ili kila moja awe mwana Kenya, kila moja awe ndugu na dada. Haya mambo ya kuitana wewe ni Mchonyi, wewe ni Mkamba, yaishe. Na iwe ni sheria kabisa ya kwamba you cannot address anybody in their tribe. We know they have a tribe, lakini in Kenya you cannot do that. Ni muite ndugu, muite dada, ama muite Mkenya mwenzangu, na iwe ni sheria, na iwe ina adhabu ya kwamba mtu akifanya hivyo anaweza shikwa na akafanyiwa punishment. Sasa mimi nisisherekee kuwa Mchonyi ama wewe utasherehekea kuwa Mchonyi, lakini wewe hauna haki ya kuniita Mchonyi. Lakini mimi si kuiti in public ati yule Mchonyi yule. Mimi nakuita yule ndugu yangu yule. Okay. Sipaswi, ndio iingie ndani ya bongo zetu, tuheshimiane. Tuanze kuheshimiana badala ya kuangaliana kama hilo kabila, tuheshimiane. Na nimeona nchi pia, tutakutajia Rwanda huwezi ita mtu Tutsi ama Huti, utakuwa umeokotwa mbio sana. Ni kwa sababu ya genocide ile. Yes. Genocide yenyewe ilitokea. Ndio, na sisi tumeona genocide hapa 1997. Na umri na Gen Z. Hawa Gen Z mpaka waelewe mama mpaka waelewe kitu kimoja. Uongozi ni kitu muhimu sana hata kwa Gen Z. Mbona hawa Gen Z unawahusisha katika serikali yako? Kwa mfano, Ministry of Information, ICT, ile inachukuliwa na nani? Si mzee. Ile ni vijana chipukizi ambao wanaelewa mambo ya IT. Mitandao. Yes, exactly. Hata hizi ministry zote hizi, wale ambao wamehitimu vizuri and they are young, those are the people who are going to run the country, because wale wana bidii na wana nguvu na wako chipukizi. Kwa hivyo nitawahusisha sana hao watu, maana ni wasomi hawa, by the way. Hao unasikia wanaitwa Gen Z, wale wasoma wakati wa mzee Mwai Kibaki na masomo ya bure mpaka university. These people are very intelligent. Na ndio unajua, unaona wanashika serikali na wanaisumbua. Hawa ni watu very dangerous kama hutawa utilize in the government. So my government actually Gen Z ni wakati wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, first term na second term. Lakini katika masomo yalianzishwa na Kibaki. Wale ni wale walipatiwa chance na Kibaki wakasoma vizuri. So hawa ni mpaka wahusishe, na by the way usiwaite vijana. Hawa ni watu wazima sasa. Ni watu wazima na ni watu, hao ndio wale watu wanafanya kazi. Sisi katika katiba tunawajua kama vijana. Maana vijana mwisho 35. Wanasema ni vijana, lakini wale watu wazima kabisa. Mtu huyo wa miaka 30 yule mzee, ni mtu
pengine na familia yake, that kind of a thing. So we need to respect them, number one, na tuwahusishe katika mipango yetu, tusiangalie ni kama hawaelewi. These are the pillars of the nation. So mimi I will involve them in the government sana. In fact, hata katika kampeni zangu nitawaomba sana wachague young people. How will you subscribe to their ideology? Them. Yes. I am already in their ideology already. Okay. Because I interact. Hata kampeni zangu hizi za planning na nini ni majenzi tupo au unasema. 2 questions tukimalizia. For you to garner any presidential seat, Yes. lazima upate 50+1. Yes. Sasa hivi na lazima utembee katika county zote 47 kuhakikisha kwamba unauza sera yako. Yes. Tueleze utafanya namna gani hilo ukiangalia 50+1, given the fact kwamba kuna big boys na players. That is 1. 2, kuna kitu inaitwa international economy base, right? Na the people ambao wana move economy ya taifa yoyote, hata wewe kama ni president utadepend zaidi na what your international partners are doing. Yes. Na una engage nao namna gani? Yes. Do you think going south or north in terms of America or Asia, kwako wewe unaangalia gani inatufaa kama taifa, na kama sasa hivi tuko on the right track? Mimi nikijibu swali la mwisho Ndio. ni kwamba sisi tuna policy Kenya, we are non aligned. Hatuegemei upande wowote. Tunaweza enda Russia, Na ndio tumekubali mataifa yote yako na embassies hapa Kenya. Kwa hivyo mimi naingia kwa soko. Nikiona hii kinanifaa na kiko China, naenda China. Nikiona hiki kinanifaa na kiko US, naenda US. We are non aligned. Na hatutaki kuwa na maadui Kenya. Wote watakuwa marafiki wetu. Sitaki kusikia kule wala kule. Sisi tunaenda mahali interest yetu yuko. Okay. Naam. Okay. Kumalizia The first question haujajibu about transverse namna gani the 47 counties kuhakikisha kwamba unaangalia hii 50+1. Sasa kuna kitu nataka nikwambie, majenzi wameleta inaitwa social media. So you don't have to be available personally. You can even do it online. Naona sasa. Okay. So sasa zako utapigia online. Kile ambacho unakitaka kufanya ni kwamba uwe na team strong on the ground. Okay. Si kumaanisha hutatembea. Utatembea, lakini activities nyingi ziwe online, ya kwamba sera zako zinauzwa kila wakati. Ndio ukipata nafasi ya kufika kule, unaenda unazungumzia wananchi kule. Umelianzisha sasa hivi? Live and direct. Umeanzisha online campaign? Nimeenda kule Budani. Na nimealikwa na rafiki yangu na kumekuwa very successful, very successful. Wakati mheshimiwa ambaye unafaa kumtoa rais anahakikisha yuko Kisumu, yuko Vihiga, yuko hapa Pwani, yuko Moranga, yupo kila sehemu, and you're ready to compete na kumwondoa kitini. Lakini kumbuka IBC mpaka ifungue wakati wa campaign. Tungekuwa tunaonekana sana. Sasa hii ni mambo ya planning na strategy. Okay. Naam. Kama umemaliza maswali upande wako? Upande wangu niko sawa. Mheshimiwa, cha kumalizia. Naam. Ongea na Mkenya. Haya. Asante sana kwa kunipatia hii nafasi niongee na Mkenya mwenzangu. Bila shaka mimi niliamua nijitoe kwa Wakenya kwa sababu Wakenya wamekufa moyo. Kuna wengine hata wakawaambia waende nchi nyingine wakafanya kazi huko ni mbio. Kuna wengine wajihisi kama Wakenya kwa sababu hawaoni faida ya kuwa Kenya. Na nikawa nikitembea nasikia uchungu sana kwa wananchi wengi maskini. Na nikiongea mambo ya maskini nimekuambia mambo ya chakula, mambo ya maji, na pia mambo ya manyumba, mambo ya masomo na vitu kama hizo. Inakuwa kwamba ukimwangalia ana shida. Watoto hawali vizuri, afya ni mbaya, mambo kama hayo. Mimi nikaona tumekuwa miaka hiyo 62 na tunajiongoza. Shida ni nini? 21st century. Bado shida ni zile. Mimi nikasema badala ya kupiga kelele na kurusha mawe, nizungumze, niongee na wewe mwananchi, tusikizane. Tuachane na kufuatana na hii misururu mikubwa. Tuachane na haya majina makubwa kwa sababu tumekuwa na hao miaka nenda miaka rudi na hakuna faida. Tujihisi kama Kenya sasa, tuangalie chini. Angalia ni mmoja wenu mumpatie mamlaka, kama hatafanya vile mnataka, mimi mwenyewe hata mwaka wa 3 na jiuzuru kama hakuna lolote linaendelea.
Mimi ninajua, ninauliza hii kazi si kwa minajili yangu mimi. Nione nchi yangu imekaa kama zile nchi zingine nimetembelea huko nje, kwa sababu hakuna sababu ambayo imetusimamisha kufanya hivyo. Ni uongozi mbaya, uongozi ambao mtu akipata uongozi anajitajirisha yeye na wale wengine wanabaki kuwa maskini. Lakini wakati wa kampeni mwisho mnaletewa pesa, mnaletewa ma-t-shirt, makepu, mnaongeleshwa maneno tamtamu, mnatiwa kwa box, mnawachagua tena. Hili ni jambo nataka tulimalize wananchi. Tusipofanya hivi, huu maskini tutaendelea kuishi nao. Asante sana. Msikilizaji, ndani ya studio tulikuwa na Mheshimiwa Robert Matene.